wanaofuatilia video zetu mtakumbuka kuwa tumekuwa tunazungumzia makosa 12 yanayofanywa na wale wanaoanzisha biashara ya vinywaji. Na mpaka sasa hivi video 2 zilizopita tumeongelea makosa 2. Sasa leo tunaongelea kosa la 3 ambalo linafanywa na watu wanaoanzisha biashara ya vinywaji. Nalo hilo kosa ni la kutokuwa makini kwenye kuangalia fursa za kuanzisha biashara ya vinywaji. Sasa baadhi ya watu wakishaona mtu anaanzisha biashara ya vinywaji, basi wao wanakurupuka tunataka kuanzisha. Kuna maswali ya msingi ambayo inabidi uwe na majibu. Moja ni hili linalohusiana na fursa. Kwa hiyo inabidi kwanza ujaribu kuangalia kwenye hilo eneo unataka kuanzisha. Je, kuna mahitaji ya aina ya vinywaji unavyotaka kuanzisha? Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuangalia kama kuna mahitaji ya aina ya vinywaji unavyotaka kuanzisha. Lakini pili, inawezekana kuna mahitaji, lakini je, wako wangapi wanaouza aina ya vinywaji ambao unataka kuanzisha? Kwa sababu bila hivyo unaweza ukakuta hiyo sehemu imejaa hivyo vinywaji na wewe unakosa mahali pa kuuza kwa sababu mko wengi. Na jambo lingine la muhimu ni kuangalia ushindani wa biashara au ushindani wa biashara ya vinywaji ambao unataka kuanzisha. Sasa haya mambo yote ukiunganisha kwa pamoja ndio unapata swala la kama kuna fursa ya kuanzisha hiyo biashara katika eneo ulilolichagua. Sasa suluhisho ni nini? Suluhisho ni kuwa tembelea eneo ambao unataka kuanzisha hiyo biashara, fanya mazungumzo na hao wateja au wateja watarajiwa ili uweze kufahamu ni aina gani ya vinywaji wanavyohitaji, lakini je, wana changamoto gani kuhusiana na manunuzi ya hivyo vinywaji. Kuna mambo kama ya bei na ubora wa bidhaa na vitu kama hivyo. Sasa kutokana na majibu atakayokupa, sasa unajiuliza, maana hizo ni changamoto wanazokuwa nazo. Je, unayo solution au una ufumbuzi wa hayo matatizo waliokuwa nayo? Kama unao ufumbuzi wa hayo matatizo waliokuwa nayo, sasa hiyo ni fursa ya wewe kuanzisha biashara. Sasa hili swala la fursa ya kuanzisha biashara nimeongelea kwa kifupi sana. Kama unataka mambo zaidi, basi tembelea YouTube channel yetu inaitwa How to Start Business. Huko ndio kuna kila kitu. Karibu.